lazima tuweke maisha pembeni kwa ajili ya wengine. Pale ambapo tunamfahamu Kristo katika maisha yetu, tutayaweka maisha pembeni kwa ajili ya wengine. Unaweza ukafanya hivyo ndani ya mwaka huu, uthamini wengine, thamini yale wanayoyapitia, wale ambao wanahitaji kutiwa moyo. Kwa sababu tu unamfahamu Kristo, utawatia moyo. Wale ambao wanapita katika nyakati ngumu, utafanya hivyo kwa kufanyika sehemu ya maisha yao, kuwaombea na kuwashika mkono na pia kuwahimiza na kuwatia moyo, kwa sababu ya Kristo. Anapofanyika mthamini wa maisha yako, basi na wewe thamini wengine na yale wanayoyapitia kwa sababu ya Kristo. Waebrania 7:22. Na Yesu akikuthamini kinatokea nini? Haya nayo mchungaji alitufundisha kupitia neno la Mungu. Yesu anapokuthamini, ni nini ambacho kinatokea katika maisha yako? Jambo la kwanza alisema, tarajia kupata mema maishani. Zaburi 119 mstari wa 122a. Tarajia kupata mema maishani mwako. Pale ambapo unamtambua Yesu ni nani katika maisha yako, tarajia kupata mema. Tunapoamka na kuianza siku mpya, kila mmoja wetu huwa tunatarajia kupata mema, na wala hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na matarajio ya kupata matokeo mabaya. Hayo huwa yanatupata tu wakati bado tunamtumaini Mungu kwa ajili ya mema. Jambo lingine, tarajia wenye viburi hawatakuonea katika maisha yako. Utarajie wenye viburi hawatakuonea katika maisha yako. Pale ambapo unamjua na kumfahamu Kristo kuwa ni nani katika maisha yako, tarajia wenye viburi hawatakuonea katika maisha yako. Zaburi 119 mstari wa 122 na Isaya 38:14. Nafanya rejea tu yale ambayo mchungaji ametupitisha ndani ya wiki hii ambayo tunahitimisha leo kwa habari ya Morning Glory. 3, tarajia kushuhudiwa na Mungu. Tarajia kushuhudiwa na Mungu. Unafaa mbele ya jamii katika maisha yako. Tarajia kushuhudiwa na Mungu. Unafaa mbele ya jamii katika maisha yako. Jambo hili ni la msingi sana. Sijui wewe katika jamii inayokuzunguka unashuhudiwa kwa wema au ni kwa ubaya. Mambo haya huwa yanaenda kwa chaguo, na ni usiposhuhudiwa mema, utashuhudiwa kwa mabaya. Hata katika sehemu ambayo unafanya ibada, je, unashuhudiwa namna gani na Wakristo unaoabudu nao? Wale watu wanaokushuhudia njiani unapokuja ibadani, wanakushuhudia kwa namna gani? Namna unavyotembea, namna unavyovaa, haya yote yanakutambulisha. Kwa hivyo ni muhimu sana, maadamu tumembeba na kumfahamu Kristo katika maisha yetu, yatupasa tuhakikishe tunashuhudiwa vyema na jamii inayotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, ukisema amina najua tunakwenda pamoja, nisije nikasikia amina za wale ambao tunaabudu nao kule katika njia ya online. Na jambo lingine, Mungu atafanyika kimbilio katika maisha yetu. Tarajia hili nalo, kwamba Mungu
atafanyika kimbilio katika maisha yetu. Zaburi 62 mstari wa 8. Mungu unapo mfahamu Kristo yeye ni nani, yeye atafanyika kimbilio katika maisha yako. Tunahitaji sana kumfahamu Kristo ili afanyike kimbilio katika maisha yetu. Huu ni mwaka mwingine ambao ndio tumeuanza, na leo ni tarehe ya 9 kama sikosei ya mwaka huu wa 2026. Mungu akiwa kimbilio katika maisha yetu, itakuwa salama. Mwezi baada ya mwingine, tarajia Mungu awe kimbilio la maisha yako, na matokeo ya kumjua Kristo na kumtarajia katika njia mbalimbali katika maisha yetu, kuna matokeo ambayo tutayapata katika maisha haya. Matokeo ni mfanye tarajio la 4, samahani sana. Tarajio la 4 ni kupata vilivyo bora zaidi katika maisha yako. Nilikuwa nimekimbilia na kuingia katika matokeo, samahani sana. Kimbilio, tarajia kupata vilivyo bora zaidi katika maisha yako. Ndio, ulifanya vizuri mwaka uliopita, lakini utakapotengeneza mahusiano yako na kumbeba Kristo katika maisha yako, tarajia kufanya vitu katika ubora wake zaidi katika maisha yako. Waibrania 7:22. Utapata vilivyo bora kwa kumbeba Kristo katika maisha yako. Na pia ya jambo lingine ni lile nililosema, atakuwa kimbilio katika maisha yako. Zaburi 62 mstari wa 8. Na matokeo ni mfanye Yesu kuwa kimbilio, kwa sababu mwanadamu hauwezi kupata msaada, na ukipata msaada kwa mwanadamu utakuwa ni kwa uchache tu na wala sio katika utimilifu wake. Unapomfanya Mungu kuwa kimbilio lako, basi yeye atakuwa msaada wako, ambao neno la Mungu linasema unapatikana wakati wote wa mateso. Na ile unaweza ukaipata katika Yeremia 2:37. Na kisha kwa habari ya Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada upatikanao tele wakati wa mateso, ile Zaburi ya 46, naamini unaweza ukapata mstari ule pale. Pia tarajia, haya ni matokeo, tarajia ataondoa aibu yako. Mungu anapokuwa kimbilio lako, ataondoa aibu yako. Zaburi 31 na ule mstari wa 1, tarajia ataondoa aibu yako. Hii habari ya kuwa Mungu ataondoa aibu yako, lazima tumbebe Kristo, kwa sababu hakuna mtu ambaye angependa maisha ya aibu. Maisha ya aibu sio maisha ambayo ni mepesi. Aibu huwa inamfanya mtu atafute kujificha, kwa sababu aibu haipendezi. Kwa hivyo ili tuweze kuondokana na aibu, Mungu atusaidie tuweze kumbeba katika maisha yetu, ili aweze kutusaidia kuondokana na aibu za namna ya aina yoyote. Siku ya taabu anakujua. Wakati ambapo tunambeba Mungu na Kristo katika maisha yetu, siku ya taabu anakujua, kwa sababu tumemfanya kimbilio katika maisha yetu. Kwa sababu haya ni mambo ambayo hatuwezi kuepukana nayo. Taabu huwa zinakuja katika maisha yetu ama zinatupata, lakini pale ambapo tunamtumaini Bwana, yeye anakuwa msaada
katika siku ya taabu, na jiwe, yeye atakuwa jiwe likwazalo. Waefeso 4:13 na Warumi ile 9:30 hata 33. Na neno linasema tutamani sana tusijikwae kwa Yesu, maana tukijikwaa kwake bila shaka tutavunjika. Na yeye akituangukia, huyu Yesu, basi tutasagwa tiki tiki. Mathayo sura ya 21 na mstari ule wa 44. Na hapo ndipo ambapo tuliishia jana. Muombe Mungu sana atusaidie ili tuweze kumbeba katika maisha yetu. Naomba nisome mstari huu, Mathayo 21 na ule mstari wa 44. Mathayo 21:44. Mathayo 21:44. Mathayo 21:44. Nisome neno hili ambalo mchungaji aliishia pale jana. Neno la Mungu linasema, naye angukaye juu ya jiwe hilo atavunjika, na yeyote ambaye litamwangukia litamsaga tiki tiki. Nimeona nisome neno hili kwa sababu ni muhimu sana pale ambapo tunaishi maisha ambayo tunaishi, maisha ambayo ni ya wokovu. Lazima tuchukue tahadhari mno. Ni kwa namna gani ambavyo tunaenenda, ni kwa namna gani ambavyo tunafanya mambo ambayo tunayafanya, ili tusije tukawa kwazo mbele ya Mungu, mbele ya jina hili la Yesu, na kisha tukajikwaa. Maana tukijikwaa mbele za Mungu itakuwa ni hatari, na labda matokeo ambayo tunayaona na maisha ya wengine ambao ni wenzetu. Neno la Mungu limesema, naye aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika. Mzee Kudu, ni muhimu sana kutembea tukiwa tumechukua tahadhari. Mungu adhihakiwe, na jina la Yesu aliwezi kudhihakiwa. Labda unatembea katika maisha ambayo tunaishi, watu wamekuwa watu wa mizaha, watu wamekuwa watu wa mazoea, lakini tujifunze na tubebe nidhamu ya kiwango sana, ili tuepuke mambo ya mizaha, tuepuke mambo ya kukejeli na kukebei jina la Mungu na jina la Yesu. Ninaposema haya, unafahamu ni kwa namna gani jamii inayotuzunguka imefanya mizaha na jina la Mungu, imefanya mizaha na jina la Yesu, jina ambalo lilitolewa kwa mwanadamu. Hili ndio jina peke yake ambalo mwanadamu anaweza akaufikia wokovu. Lakini wakati mwingine tunapoishi katika jamii inayotuzunguka, wakati mwingine inatamausha moyo, wakati mwingine inasikitisha, kwa sababu hatuna mipaka ya namna gani tulitumie jina la Mungu Baba wa mbinguni, muumba wa vitu vyote. Mwanadamu anaweza kwa kinywa chake akasema maneno ambayo yanalikejeli na kulikebei jina hili, pasipo kujua ya kwamba Mungu adhihakiwi, na jina la Yesu aliwezi kudhihakiwa, aliwezi kudharaulika kwa namna yoyote ile. Kwa hivyo inampasa mwanadamu achukue tahadhari kubwa mno, ili asiingie katika ulingo ambao wataanguka juu ya jiwe hilo ambalo ni jina la Yesu Kristo. Maana ukiliangukia jina hili lazima utavunjika, na yeyote ambaye litamwangukia litamsaga tiki. Haya ni matokeo ambayo labda tunayashuhudia kwa baadhi ya wenzetu. Wengine ni marafiki, hatuelewi ni kwa namna gani tunavyowaona, hatuwaelewi. Kumbe kwa njia moja ama nyingine
wanaweza kuwa waliingia katika dhihaka ya jina la Mungu ambalo haliwezi kudhihakiwa. Mungu aturehemu na Mungu atusamehe, ili tujue kubeba nidhamu kubwa sana kwa habari ya jina la Mungu wetu ambalo haliwezi kudhihakiwa. Naye angukaye juu ya jiwe hilo atavunjika vunjika, na yeyote ambaye litamwangukia litamsaga tiki tiki. Wapo watu ambao wameangukiwa na adhabu ya kulidhihaki jina la Mungu wetu, na wengine wameweza kuangukiwa na jina na kusagwa tikitiki. Hawawezi kupata matokeo katika maisha ambayo tunaishi. Umetia bidii sana, lakini kumbe ulikosea kanuni moja, au kutambua kulibeba jina la Mungu kwa nidhamu ipasayo jina la Mungu. Na wala yeye ambaye anaweza akaokoa maisha yako au kuweza kumbeba katika nidhamu iliyostahili. Kwa hivyo haujawahi kupata matokeo katika maisha haya. Mungu akusaidie ili uweze kufahamu ni wapi ambapo haukufanya vizuri mwaka wa 2025, na kisha ukayaendee mabadiliko, kwa sababu ukiendelea vile ambavyo uliendelea katika mwaka ambao umeisha kwa kudhihaki na kosa kutambua nafasi ya Mungu na Yesu Kristo katika maisha yako, basi uwe na uhakika ya kwamba utaendelea kukosa matokeo ambayo ulitakiwa kuyapata kwa muda na wakati ambao ni sahihi. Mungu atusaidie sana. Na sasa tuhitimishe kwa kuona kwamba yatakiwa tutamani sana kutembea tukimpendeza Bwana Mungu wetu. Some ile Biblia katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Tujifunze hapo jambo kwa habari ya kumtumaini na kutembea na Bwana, huku tukimpenda zaidi ya vile ambavyo tunapenda vitu vya ulimwengu huu, na kuyapenda maisha ambayo wengi wamekwisha kujikwaa katika maisha haya, kwa sababu wakati mwingine yanaonekana kana kwamba yana vitu vizuri, lakini havimpendezi Mungu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari ule wa kwanza na ule wa pili. Neno la Mungu linasema, wa pili. Neno la Mungu linasema, Wathesalonike wa kwanza Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na ule wa pili. Neno la Mungu linasema, maisha yampendezayo Mungu. Iliyobaki, ndugu, tunawasihini kwa kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu kama mlivyopokea kwetu, jinsi iwapasavyo kuenenda na kumpendeza Mungu, kama nyinyi mnavyoenenda, vivyo hivyo mpate kuzidi sana, kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliyowapa kwa Bwana Yesu. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Hapa Paulo alikuwa anatoa rai katika kule Thesalonike, na alikuwa anawaambia iliyobaki, kama vile tulivyofundishwa Yesu ni nani kwako. Unapoendelea na mwaka wa 2026, iliyobaki kwako basi ni kama vile alivyo warai hawa wapendwa ndugu. Tunawasihini na kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu
na huyu ndiye ambaye tunaulizana ni nani katika maisha yetu. Kama mlivyopokea kwetu jinsi ipasavyo kuenenda na kumpendeza Mungu, yatupaswa kuenenda mwaka huu wa 2026, kwa maana tunamfahamu Yesu ni nani katika maisha yetu. Yatakiwa tuenende tukimpendeza katika maisha yetu. Kama nanyi mnavyoenenda, vivyo hivyo mpate kuzidi sana. Yatakiwa tuzidi sana kumpenda Kristo katika maisha yetu. Tumshirikishe mambo yote ambayo tunayafanya mwaka huu, ili tukapata matokeo ambayo ni sahihi na ya wakati pasipo kuchelewa. Kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliyowapata ama tuliyowapa kwa Bwana Yesu. Maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Mambo yote yasiyompendeza Mungu yatupaswa kwa gharama yote tuweze kumpa Mungu nafasi, na tuweze kujua ni kwa namna gani anataka tuenende tunapofanya kazi zote tutakazozifanya mwaka huu wa 2026. Thamini sana upendo wake Mungu. Ishi maisha yanayompendeza na kuakisi upendo na wema wake. Tii amri zake, heshimu mamlaka yake na kuheshimu jina lake katika yote uyafanyayo. Haya ni mambo ya msingi sana ambayo tunatakiwa kuyathamini mwaka huu wa 2026, tunapombeba na kumfahamu Kristo ni nani katika maisha yetu. Thamini upendo wake. Lazima uthamini upendo wa Kristo katika maisha yako. Ishi maisha yanayompendeza na kuakisi upendo na wema wake wote. Mungu ametutenda na kutukirimia wema mwingi, hata kuturuhusu kuona mwaka huu wa 2026. Ni kwa ajili ya wema wake. Wakati wengine hawakupata nafasi hii, mimi na wewe ambaye tunaabudu asubuhi ya leo hapa Chang'ombe na sehemu zingine mbalimbali ambapo ibada za kuanza na Bwana zimekwisha kuendelea na zingine zimehitimishwa, Mungu ametukirimia wema mwingi sana. Tii amri zake. Ukitembea kwa kutii amri za Mungu, basi Mungu atakutenda mema. Heshimu mamlaka yake na kuheshimu jina lake katika yote uyafanyayo. Na hapa ndipo tulipoishia katika ile Mathayo, ili tusije tukaanguka mbele za Mungu tukasagwa tikitiki ama tukafutwa katika ramani ya ulimwengu, kuondokana na mizaha na kejeli ambazo zinamwelekea Mungu. Na sijui wakati mwingine wanadamu tumepungua wapi. Kama kuna vitu ambavyo hatutakiwi kufanya mizaha, ni kumheshimu Mungu na kumpa utukufu ambao unamstahili. Sijui unaanzia wapi kutoa mizaha kwa habari ya jina la Yesu Kristo. Sijui unaanzia wapi kuingiza mizaha kwa jina la Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi na hata maisha yako. Yeye ndiye ambaye ameyaruhusu kuwa vile yalivyo. Kwa hivyo tutembee tukimheshimu Mungu na mamlaka yake na kuliheshimu jina lake katika yote yale ambayo tunayoyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niamini neno la Mungu limekusaidia wiki hii. Neno la Mungu litakuongoza katika siku zote zilizo mbele ya mwaka huu. Thamini sana upendo wake. Ishi maisha yanayompendeza na kuakisi upendo na wema wake. Nalirudia jambo hili: tii amri zake, heshimu mamlaka yake na kuheshimu jina lake katika yote yale uyafanyayo. Na jina la Bwana libarikiwe sana. Naomba tusimame. Mungu wetu amekwisha kulisema neno lake kwetu, na ninaamini limekusaidia
Sasa Roho wa Mungu peke yake akusaidie kutembea ukiyashika yale ambayo Mungu ametufundisha wiki hii. Basi twende mbele za Mungu, tumshukuru Mungu sana kwa sababu ya neno lake. Kila mmoja wetu, wale ambao tupo hapa ibadani asubuhi ya leo na wale ambao tunaabudu na tumekuwa tukiabudu pamoja nao katika online, na Mungu awabariki sana, kwa sababu hauwezi ukaanza siku na Bwana maisha yako yakawa maisha ambayo yamepungua. Utakuwa mtu wa kujaliwa mambo mengi kwa sababu ya kuliheshimu jina la Bwana na kuhakikisha unapoingia katika yale yote ambayo unayafanya unamheshimu Mungu kwa kuingia katika ibada kila itwapo leo na kukabidhi shughuli zako zote mbele za Bwana ili Mungu akusaidie. Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunasogea mbele zako asubuhi ya leo Baba, kwa nafasi ambayo umetupatia kuingia katika nyumba yako na kuianza siku na wewe. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Umetufundisha mambo mengi kwa namna ambavyo tunatakiwa kukujua wewe ni nani katika maisha yetu. Utusaidie kuthamini wema wako, utusaidie kuthamini upendo wako, utusaidie kuishi maisha yanayokupendeza, utusaidie kuakisi upendo wako na wema wako ambao unatukirimia kila itwapo leo. Unatukabidhi siku baada ya nyingine, unatuepusha na mabaya yote Bwana, ili tuweze kuendelea kulisimamia kusudi ambalo umeliweka ndani ya maisha yetu. Baba Mungu wa mbinguni, kwa sababu tumekubeba katika maisha yetu, tusaidie kuzitii amri zako ambazo zitatusaidia kutembea tukijua ni nini tunatakiwa kufanya, ni nini tusichotakiwa kukifanya, ili tuweze kukupendeza wewe. Baba Mungu wetu, utusaidie kuyaheshimu mamlaka ya jina yako, mamlaka ambayo hayawezi kulinganishwa na mamlaka mengine. Yapo mamlaka mengi katika ulimwengu huu, lakini mamlaka ambayo yanatakiwa kuwa kielelezo ni mamlaka yatokanayo na jina lako. Na kisha Mungu, tunapokubeba katika mamlaka yanayotuhusu, itatusaidia ili kuweza kukuthamini, ili kuweza kuishi maisha yanayokupendeza na kuakisi upendo wako katika kila jambo na kufanya wema wote na kutii amri zako. Na kisha Mungu, utatusaidia kuheshimu mamlaka yako na kuheshimu jina lako katika mambo yote tunayoyaendea katika maisha haya. Sifa na heshima na utukufu tunakurudishia wewe. Tunapohitimisha wiki hii, jina lako litukuzwe. Utusaidie kulibeba neno lako katika ukamilifu wake, ili Mungu, tunapolithamini neno lako, jina lako liendelee kutusaidia na tuendelee kutembea tukiwa bora katika mambo ambayo tunayafanya. Ndiyo, tulifanya vizuri mwaka uliopita, lakini ipo nafasi nyingine pale ambapo tunapothamini jina lako, litatusaidia kuwa bora katika mambo yote ambayo tutaenda kuyafanya katika mwaka wa 2026. Neno lako na jina lako litatupatia utambulisho mpya, utambulisho ambao utatusaidia kutembea tukiwa na matokeo ambayo ni chanya katika jamii inayotuzunguka, katika jina la Yesu Kristo. Sifa na heshima na utukufu ni za kwako Baba. Utusaidie, mkono wako usipungue katika maisha yetu na katika mambo yote ambayo tunaenda kuyatenda. Tukawe kielelezo katika jamii zinazotuzunguka, tukawe kielelezo katika sehemu zetu za kazi, tukawe kielelezo katika familia zetu, tukawe kielelezo hata katika ibada zetu tunazokufanyia kila siku. Mungu, tunakuomba utusaidie ili tuwe tofauti na tupate matokeo ambayo ni tofauti mwaka huu wa 2026.
tukafanye mambo kwa mabadiliko, ili tukaweze kupata matokeo ambayo ni tofauti. Sifa na heshima na utukufu ni za kwako. Bariki sote Baba Mungu wa mbinguni. Mikononi mwetu kunayo sadaka, tunapoitoa Baba Mungu wa mbinguni, ukaisaidie sadaka hii ikasababishe kazi ya Injili kusonga kwa kasi ambayo inahitajika, kwa utukufu wa jina lako Baba Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru sana na tunakuinua, ni kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, amen. Hebu tumshangilie Bwana. Hebu tumshangilie Bwana. Basi Mungu ni mwema, na wakaribishe katika kipindi cha kutoa sadaka, na Mungu awabariki sana. Na wale ambao tunaabudu nao kwa njia ya mtandao, napoona makapu yale yamewekwa pale, tafadhali hakikisha unakamilisha ibada yako kwa kutoa sadaka, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Tuthamini sana ibada hizi za asubuhi, na tumheshimu Mungu pale ambapo nafasi tunaipata, tuweze kuja katika ibada hizi, tumwabudu Mungu pamoja, na kwa nguvu ya pamoja tutafanya mambo makuu mwaka wa 2026. Kila mmoja mtie mwenzake nguvu na moyo, ili tuweze kuwa watu wa ibada mwaka huu wa 2026, na jina la Bwana libarikiwe sana. Karibuni sana kwa wiki nyingine ambayo Bwana Mungu atatujalia kuwepo. Tuwekeze kabisa katika ibada hizi za asubuhi. Tamani mno, ewe mwendesha bodaboda, tamani mno, kabla haujapanda hiyo bodaboda yako, tafadhali jitahidi kuanza siku na Bwana. Wewe ni dereva wa daladala, wewe ni daktari, wewe ni mwalimu, wewe ni mwanafunzi, wewe ni mjasiriamali, tunakutia moyo. Jitahidi mwaka wa 2026, pale ambapo ulianza shughuli zako za kila siku pasipo kumshirikisha Bwana, tamani kuianza siku na Bwana. Sisi tumeziona faida, tumeuona uaminifu wa Mungu pale ambapo tunaianza siku na Bwana. Mambo mengine hatukustahili kuvuka, lakini kwa neema kubwa ya Mungu alitusaidia kuvuka. Hebu tumshangilie Bwana Yesu. Tunakutia moyo sana pale Mungu alipokuita na kukuweka, kabla hujaanza hiyo kazi ambayo Mungu amekubarikia. Jitahidi kuanza siku na Bwana. Napoona taratibu na uongozi wa kanisa unatoa nafasi kwa gharama yote ile kuhakikisha tunaianza siku na Bwana, usipoteze nafasi hii, maana ni ya kipekee mno. Hakuna aliyeianza siku na Bwana aliweza kuishi maisha ambayo ni ya kushindwa, lakini tunaishi maisha ya kushinda, kwa sababu unapotambua nafasi ya Mungu kwanza, kabla ya kuingia katika kilimo, kabla ya kuingia katika jambo hilo ambalo unalifanya, Mungu anakuheshimu na Mungu anaheshimu kile ambacho unakifanya, na kisha unakuwa mtu wa kupata ushindi katika hayo unayoyafanya. Mungu atubariki na Mungu awe pamoja nasi. Karibuni katika fellowship za Jumamosi kama vile ilivyoratibiwa, nayo hili nalo linapendeza mno. Usikose ratiba hizi ambazo ni za msingi kwa ajili ya kukulia wokovu. Na kisha siku ya Jumapili, karibu ibadani. Usiwe mtu wa kukosa kufika ibadani na kusema kwa sababu ibada inakuja online, basi unaona ni heri kuabudia nyumbani. Ukiwa na nafasi, njoo hapa. Mungu ndipo alipoliketisha jina lake. Hebu tumshangilie Bwana kwa sababu ya wapendwa wanaoona nafasi na kutumia gharama kubwa kufika katika ibada za Jumapili. Usiondolewe ibadani kwa sababu inakuja online. Hii inafanyika tu kwa njia ya dharura
kwa wale ambao hawawezi kufika. Wengine ni wagonjwa na wanaabudia nyumbani ama vitandani wakiwa wanaugua. Je, wewe ni mgonjwa? Wewe ni mzima wa afya? Kusanya nguvu zako, fika nyumbani mwa Bwana ili uweze kuona uaminifu wake. Hebu tumshangilie Bwana Yesu. Naamini ninamtia mtu moyo ambaye alikuwa anaabudia nyumbani pasipo sababu yoyote ile. Njoo nyumbani mwa Bwana na Mungu atakubariki na Mungu atakufanya kuwa bora zaidi kwa utukufu wa jina lake. Na wewe ambao una udhuru, ambao mbingu zina imani na kile ambacho kimekusababisha uwe na udhuru, usikose kushiriki ibada online. Na ukishiriki ibada, shiriki kwa ukamilifu wote na kwa uaminifu wote, kwa sababu Mungu ni yule jana, leo na hata milele, hajawahi kudhihakiwa. Hebu tumshangilie Bwana Yesu. Ninaamini ninamtia mtu moyo asubuhi ya leo ili tubadilike kabisa katika namna ambavyo tunamwamini Mungu na kumfanyia ibada. Baba Mungu, tunakushukuru. Asante kwa wema na fadhili zako. Umekwisha kutufundisha neno lako, na sasa tunapoingia katika majukumu yetu ya kila siku, nenda katusaidie tuwe bora na tufanye vizuri zaidi, tukawe kielelezo, kwa sababu tumekubeba wewe Kristo Yesu, ambaye wewe unatusaidia kuwa washindi na zaidi ya washindi katika mambo yote tunayoyafanya, kwa utukufu wa jina lako. Sifa, heshima na utukufu ni za kwako, ni kwa jina la Yesu, amen. Tuenende na amani ya Kristo, amen. Tembea na Yesu katika maisha yako. Tembea na Yesu katika maisha yako. Tembea na Yesu katika